Vipi mdogo wangu? Safi kaka, kwema? Kwema, vipi hali? Salama kabisa ndugu yangu. Vipi hali? Tunashukuru Mungu. Ndio mkuu. Nadhani unaelewa kinachoendelea sasa hivi katika soka letu la Tanzania mjini. Hapa mjini. Naam. Na bahati nzuri wewe tuko kwenye magrupu kibao, yani tuko pamoja na wewe yani. Sasa nadhani kwa mtu ambaye umepitia mpira, umeucheza mpira, umeuishi mpira, sasa labda tungepata na wewe kidogo mawazo yako na maoni yako, yani kinachoendelea, tunahitaji tufanye kitu gani angalau tutoke hapa tupige hatua kidogo. Nafikiri magrupu mengi kweli nimo magrupu ya mpira kabisa ya watu nguli, wachezaji wa zamani baba zetu. Naona mijadala inayoendelea kuhusu dabi iliyoahirishwa. Kwa upande wangu kabisa mimi naona ni kwangu kulizungumzia swala kama hili, ndio maana hata kwenye magrupu huwa tunashindwa kuchangia, na niliona kama ni aibu kwa mfano kwa upande wangu, sababu tukiongelea watu ambao tupo kwenye mpira muda mrefu na tumetumikia nchi, tumeacha, tuko pembeni, tunaendelea na ligi zetu za veterani hizi tukifurahia humo, kwa swala kama lililotokea. Nafikiri kilichobaki kama alivyoongea mwenyekiti wa bodi, ni mazoea ambayo pengine watu tulikuwa wanayafuata kuhusu timu zetu zote mbili. Kanuni zilikuwa zikifikiwa sio mara moja au mara mbili. Ni muda mrefu naweza kusemea hizo. Hususan kwa upande wa timu zetu zipendwa, hizi mbili, Simba na Yanga. Nafikiri haya mambo yamefanyika tu kwenye timu ndogo, japo timu za kusemea zinakuwa mna. Ukitaka kuuliza ufuatilie, ni timu ndogo nyingi ambazo pengine zishawahi kuzuiwa kufanya mazoezi kabla ya mechi, lakini unakuta kwa kwenda kulalamika hamna sababu ya hii. Nafikiri hilo lilipofikia kama alivyoongea kiongozi kwamba ni busara kutumika, ni kweli ni busara kutumika, lakini vinginevyo naona kabisa kuna hali ambayo ni mbaya kwa upande wa mpira wetu wa soka ukifuata kanuni. Sasa Mwasika, naam, ujue kwa sasa hivi bahati nzuri tunapiga hatua, tunahitaji kufanya vizuri kimataifa. Sasa haya masuala ya busara yaendelee kutumika mpaka lini? Hapana. Nafikiri kwa upande wangu mimi masuala ya busara, nafikiri hiyo ndio iwe mwisho. Iwe mwisho kama tunahitaji maendeleo ya mpira wetu, masuala ya busara nafikiri hili ndio liwe la mwisho. Lakini hata 2021 watu walisema iwe mwisho bwana Mwasika. Mwasika. Yes, nafikiri hapo ukisema mambo ya busara, kesho atafanya mwingine. Atafanya kesho Coast, atafanya kesho Pamba, tasema busara, wengine watalalamika. Kwa hiyo mpira wetu utakuwa bado unaendeshwa kwa busara, sio kanuni tu. Uone kwenye hii situation iliyotokea, yani inatakiwa kuna baadhi wanaotakiwa kuwajibika wawajibike ili tusonge mbele. Nafikiri kikubwa ambacho ilikuwa zinatumika busara huko nyuma, hili ndo nafikiri ingekuwa la mwisho kwa busara. Lakini ukisema wawajibike, ukiangalia nyuma hapo ilivyokuwa, so mara ya kwanza kwamba hili la busara lilikuwa linatumika, ni mazoea. Ndio maana hatukuangalia athari za pengine mashabiki. Mimi naweza nikasema wanaoathirika sana ni mashabiki, pengine na maandalizi kwa ujumla ya mchezo, sababu mechi kama hizo ni kubwa, maandalizi yanakuwa ni makubwa. Kwa hiyo vitu vingi ambavyo vinakuwa vinavurugika. Tosho umeona hadi maafa yametokea pale, sababu mtu kaona mechi imeshaahirishwa, kaenda kuegamia nguzo safari. Kwa hiyo nafikiri ni madhara makubwa ambayo yametokea kwa upande wetu wana michezo. Nafikiri busara iwe mwisho sasa hivi, ifuate sheria. Mtu ambaye anakiuka sheria ili ifuate mkondo wake. Maana kanuni zipo zinaeleza kabisa. Na ukitaka kufuata kanuni ambazo zinaeleza, unaweza kukuta sehemu kibao ambao kila mtu anakuwa na kosa, lakini kosa kubwa linaonekana liko sehemu gani. Basi na wasiwasi mdogo wangu, umeeleweka. Haya bwana, kabla hujatoka hewani, mzee wetu Mwasika,
Hebu tukumbushe wakati unacheza dabi ya Kariakoo. Pengine dabi gani unaikumbuka kwako ilikuwa yani hiyo haiwezi kuondoka katika kumbukumbu yako? Nafikiri kuna mechi moja ilikuwa tucheze Uhuru lakini kaahirishwa, tulienda kucheza Mwanza. Ile mechi nafikiri ilikuwa na mambo mengi sana nje ya uwanja. Na nakumbuka ameingia Jason Tegete akafunga goli dakika za mwisho kabisa. Ni mechi ambayo tulikuwa tunaona muda wote tunafungwa, na mechi ilikuwa ni ngumu sana. Dakika za mwisho akaingia kipindi cha pili Jason Tegete. Kaweka kamba, kaondoka na ushindi. Kwa hiyo ile mechi ilikuwa ngumu zaidi sana kwa. Swala la maamuzi kulalamikiwa nadhani si sasa tu. Kama nitakumbuka vizuri, wakati unacheza wewe kuna wakati ulipanda jazba kidogo, mzee wetu ulimpelekea mtu konde bwana. Ile ilikuwaje? Kwa sababu mpaka unavunja sheria, kanuni vipi? Nafikiri ilikuwa sio swala zuri. Ndio ambalo ilitokea na sio kitu cha kuigwa kabisa kwenye mpira. Ilikuwa ni swala sio zuri, lakini naweza nikasema kitu ambacho kilitokea sio kwamba mwamuzi alifanya ile kosa la kumpa kadi mchezaji ambaye nakumbuka alikuwa ni Haruna. Ni kauli tu ambazo pengine tulipishana. Unajua watu wa bara tofauti na pwani, na hivyo unakuwa mtu hujazoea. Kwa hiyo kuna kauli zingine mtu akikupa mtu wa bara hujazoea yale maneno. Kwa hiyo alikupa maneno, alikupa Haruna? Hapana, mwamuzi. Mimi niliuliza tu kwamba mbona huyu umempa kadi nyekundu, alikuwa anakuuliza kitu cha mpira tu kwamba mwalimu wewe ndo baba yetu humu uwanjani, sasa tumwambie nani? Sababu nakumbuka alimuuliza tu mwamuzi, mbona huyu ananisukuma mpira huko mita ndefu mbali? So alimjibu tu kwamba usinifundishe mimi ndo naongoza. Akasema sasa tumwambie nani wakati wewe ndo baba yetu, ndo akatoa ledi. Kwa hiyo ile kumuuliza tu na wewe ndo ukakosa kauli na ndo hicho nilio. Kwa mdomo ulimponza mwamuzi. Ni bahati mbaya mtu nafikiri aweze kusonga, lakini ile kauli tu ndo nafikiri ushanielewa. Nimekuelewa. Nimekuelewa, na sitaki kutumika. Labda ulishawahi kujutia kwa kile kitendo ambacho ulikifanya? Ulishawahi kukaa ukajuta ukasema niliporusha ile na sio sehemu sahihi ya kurusha lile konde? Yaani kujutia huwezi kukosa. Sababu hata dakika mbili ya sisi kwamba hichi kitendo pengine nilichokifanya sio kizuri kwa upande wa wachezaji wote. Ndio maana nimetanguliza kusema jambo zuri kufanya hivyo kwa mchezaji, sababu ilikuwa ni kitu ambacho mimi mwenyewe nilikuwa nikikiwaza, japo ndo kauli ambazo niliambiwa, ila ukimwambia mtu anaweza asikuelewe. Mimi ndo ninayejua au yeye mwenyewe aliyetamka anajua. Naona na nafikiri nilivyoitwa kwenye kamati, sababu niliandika barua kuomba radhi, niliitwa na kamati ya waamuzi, niliojiwa kwa nini umefanya hivi. Kwa nilijibu. Nilivyojibu ndo wakaona okay sawa. Tukata dakika 5 au ngapi, nilivyoulizwa tu kwa nini umefanya kitendo hicho, mimi nikasema ilipokuwa. Basi kawa imeishia hapo. So jambo zuri, na mtu nafikiri saizi teknolojia sipo. Mtu anaweza kaongea, watu wakafuatilia, akajulikana aliongea kitu gani, lakini kwa kwetu hapa ni bado. Hivi wakati mnacheza mzee Bakari Malima Jembe Ulaya, yeye ametueleza hapa safari yake ya kuingia Yanga, lakini baadaye safari yake ya kuingia Simba. Kwa ufupi tu, uliingiaje Yanga wewe? Nafikiri mimi msimu wangu wa kwanza 2007 kwenda na 8 ulikuwa msimu wangu mzuri kwenye ligi ambayo wakati nimesajiliwa Prison kutoka Polisi. Karume ile ya Asandekova. Nafikiri kwa msimu wangu wa kwanza Prison nilicheza mechi takribani zote kwenye ligi. Nafikiri kama kukosa nilikosa mechi 2 au 1.
nilikosa mechi kama 2 au 1. Nilifanya vizuri. Nafikiri nilimaliza ligi na magoli 7 ambao nilikuwa nacheza fullback. Nafikiri magoli 7 kwa fullback namba 3. Nimeacha mpira, nafikiri hamna fullback ambaye amewahi kufikisha goli hizo nilizofikisha. Kwa hiyo hakuna aliyevunja rekodi yako. Tulizungumza na Kibadeni, naye kuna rekodi haijavunjwa. Kwa hiyo nawe unatuambia hakuna beki aliyewahi kupigisha goli 7 hizo. Sidhani. Kama kuna beki ametoka nimeacha, mimi nimekuwa nacheza hiyo nafasi amefikisha goli 7. Haya, basi tutakutafuta tupige story zaidi, lakini umetukumbusha mbali kidogo. Asante sana mzee wetu Steven Mwasika. Asante. Ni Mwasika, nadhani tunamkumbuka. Alikuwa mchezaji mzuri na akafanya makubwa sana yani. Kuna kitu mlikuwa